Naumia kweli. Yaani hapa silali mchana wala usiku. Tukarudi tena kumuona dokta, akatupa majibu. Dokta akasema kwamba wewe kuna uvimbe ndani. Uvimbe umeanzia ndani, saizi umetoka nje. Ni simulizi ya kusikitisha, ni habari ya kugusa sana moyo. Huyu ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Halima Simba kutoka manispaa ya Morogoro, katika eneo la Mkundi, anayekabiliwa na changamoto kubwa ya kiafya inayomlazimu kuishi maisha ya kitandani kwa muda mrefu. Mpaka sasa ni zaidi ya miaka 3 Halima amekuwa akipambana na hali hii, huku matumaini ya kupona yakiwa ni finyu kutokana na ugumu wa matibabu. Families Media tumemtembelea na kushuhudia hali halisi ya maisha yake pamoja na changamoto anazopitia kila siku. Kwanza napenda kumshukuru Mungu, sababu Mungu toka nilianza kupata hii changamoto hajawahi kuniacha. Kwa majina naitwa Halima Hamadi Matajiri. Changamoto hii ilianza kunipata toka mwaka 2024. Ilianza tu uvimbe juu ya jicho, ilikuwa kama jipu. Nikawa naenda hospitali, wananipa dawa za kutoa ule uvimbe. Natumia dawa, baada ya muda uvimbe kile kinarudi tena. Na ripoti kutoka kata ya Kilongo, mtaa wa Uhuru, kilomita kadhaa kuikuta barabara ya Dodoma, ama kituo maarufu panaitwa kwa Lung'wawa Mkundi. Hii ni ripoti ya Families Media kutokea hapa mkoani Morogoro. Na hapa unapopaona ni nyumbani kwa kina Halima, dada ambaye takribani miaka 3 yuko ndani akisumbuliwa na uvimbe ambao umetokea maeneo ya usoni. Uvimbe huo umekuwa ukimsumbua kwa takribani mpaka hivi sasa ni miaka 3. Amezunguka hospitalini, lakini mpaka hivi sasa bado hajapata ufumbuzi. Yote kwa yote, changamoto ambayo inasababisha mpaka hivi sasa kuto kupata matibabu ni kutokana na hali ya kiuchumi, kwa maana ya hali ya kifedha. Families Media tumekuja hapa kuja kuzungumza naye, kufahamu ni yapi ambayo yanamsumbua, ni changamoto zipi ambazo zinamsumbua. Kubwa zaidi ni kuombe mtazamaji, kama utaguswa kumsaidia, ni vyema ukamsaidia mchango wowote, kwa maana anahitaji kwenda kupata matibabu ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Mimi naitwa Gervas Machaku, nyuma ya kamera ni Sabitina Ali. Ungana nasi mwanzo hadi mwisho katika muendelezo wa ripoti zetu. Ikawa hivyo mwisho wa siku kinundu kile kikawa hata nikinywa dawa kikawa hakitoki, kinazidi kuongezeka siku hadi siku. Kipindi hicho nilikuwa Tunduma. Kwa hiyo nilivyoona sasa kile kivimbe kinaongezeka siku hadi siku, ikabidi nimpigie mama simu, kwa sababu mimi nilikuwa naishi Tunduma. Nimpigie mama simu, nikamwambia mimi nina changamoto ya uvimbe hapa juu ya jicho. Kwa hiyo mimi mwenyewe ni kwa sababu nilikuwa na changamoto ya pressure, nikawa najua pressure labda mishipa imevimba. Sikuwa na wazo kama labda uvimbe utakuwa yani uvimbe wa kusema nipasuliwe, ndani kuna kitu. Basi nikampigia mama simu, mama akasema basi tafuta hela urudi tuje tuangalie na hospitali za huku, kwa sababu kule Tunduma hospitali ni adimu sana, hospitali za ambazo zina vipimo vikubwa. Basi nikatafuta hela nikarudi Morogoro. Nilivyorudi Morogoro nikakaa kama wiki. Siku hiyo nikaamka uso wote umejaa. Mama ananiwekea maji hapa nioge, nikashindwa kuinuka, nikawa tu natambaa. Basi kuna jirani yetu hapo, Mzee Karimu, ana gari yake, ndo babangu hapo akaenda kumwambia kwamba wana mtoto anaumwa, tunaomba utusaidie. Akachukua gari akatupeleka hapo hospitali ya wilaya ya Kingo. Kufika pale Kingo wakatupokea, dokta akanipima, akasema sasa hapa inabidi niwape barua mwende hospitali ya rufaa.
Basi akatuandikia barua, nikachoma tu sindano ya maumivu, tukarudi nyumbani. Siku ilikuwa ni Jumapili. Kwa hiyo Jumatatu ndo tukaenda hospitali ya mkoa. Tulipofika pale wakatupokea, alivyotupokea daktari yule akatuandikia dawa, akasema inabidi mfanye nini? Mrudi, lakini mrudi nyumbani, ila Ijumaa kuna madokta bingwa, mje mfanye vipimo vikubwa. Kwa mujibu wa maelezo yake na ndugu zake, Halima alianza kusumbuliwa na uvimbe uliotokea katika eneo lake la jicho, hali iliyompelekea kufanyiwa upasuaji hapo awali kwa matumaini ya kuondoa tatizo hilo. Hata hivyo, baada ya muda uvimbe huo ulirejea tena na kuanza kukua upya, ukisababisha maumivu makali na kuathiri zaidi afya yake. Kweli tukarudi sisi nyumbani. Kwa hiyo Ijumaa tena tukarudi pale kuwaona wa madokta bingwa, ndo tukaanza vipimo. Nilipomwona dokta akaniandikia kwanza nikapige x-ray. Nikaenda nikapiga. Majibu alivyotoka akasema imeonyesha x-ray kuna uvimbe kwa ndani ya jicho. Yani kwa ndani kabisa, so kwenye jicho juu huwa mwanzo. Sasa akasema kuna uvimbe kwa ndani. Basi ukatoka siku nyingine tena wakatuandikia tena turudi. Tukarudi, tulivyorudi dokta tena akasema ukapige ultrasound hapa hapa saa Morogoro. Kaenda tukapiga ultrasound. Majibu kuja kwa dokta naye akasema tena wewe una uvimbe wako wa milimita 1 sijui nukta ngapi. Akasema haya. Siku nyingine tena tukaambiwa, wakatuandikia sasa nani CT scan. Tukaondoka tukarudi siku nyingine ndo kutafuta hela sasa tukapata, tukaenda kupima hiyo CT scan. Sasa CT scan ile ndo ikaonyesha moja kwa moja kwamba una uvimbe huo umeanzia ndani umetoka mpaka nje. Kwa hiyo daktari alipopata majibu ile akasema kwamba sasa hapa inabidi tuwape barua mwende Muhimbili, kwa sababu sisi uvimbe hatuwezi kufanya nini hapa kutoa, hatuna utaalamu huo. Kwa hiyo inabidi mwende Muhimbili, tutaandikia barua. Basi tukafuatilia barua. Tulipopata hiyo barua, maana daktari alisema hapa ndani ya siku 7 mmeshafika Muhimbili. Basi tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani ndo tukaanza sasa kuomba mchango kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mungu akasaidia. Tukapata nauli tukaenda Dar kweli Muhimbili. Wakati huo sasa huku tumeshaomba michango, maana tulipata tu nauli. Tangu wakati huo hali yake imekuwa ikizorota na kumfanya kushindwa kuendelea na shughuli zake. Kwa sasa Halima anaishi maisha ya kutegemea msaada wa watu, akiwa amelala kitandani bila uwezo wa kujihudumia. Uvimbe huo umeendelea kuathiri uso wake, hasa katika jicho, hali inayomletea maumivu ya mwili na pia changamoto za kisaikolojia. Sasa hivi ninavyokuambia hapa ndo zikaanza kutoa hizi nyama. Siku nimeamka naona kuna niuma humu. Angasema mbona leo jicho linaniuma kuna nini? Nikalala. Asubuhi kuamka nikaona kama nyama inasogea hii nyekundu. Jicho kali linatanuka. Basi maumivu yanazidi kuongezeka.
Yaani hapa hizi nyama yani kama zina wiki mbili hizi unazoziona. Maana uvimbe ilikuwa unaniuma na kunywa dawa hizo nani prednisone hizo za allergy. Basi ni hivyo, sina dawa. Kwa maana ya kulipa deni na kuendelea na matibabu. Kuendelea na matibabu. Kwa haraka, yani hiyo ya haraka. Milioni 3. Labda sasa uzungumze na Watanzania wanaokutazama, uwaambie kitu ambacho unatamani waweze kukusaidia na mawasiliano ambayo wanaweza kukupata. Mimi nawaomba Watanzania wenzangu watakaoguswa, naomba wanisaidie chochote walichokuwa nacho ili niweze kuendelea na matibabu Muhimbili pale Moi. Naomba viongozi wa dini, viongozi wa serikali, haswa mbunge wa kwanza Abudi na waziri wa afya Mwigulu, yani viongozi wote wa dini, kina Kishkia, kina Alifu Nadi, wa TV Imani, wote na Watanzania wenye hali ya chini, yani chochote wanichangie tu atakayeguswa ili niweze kupata matibabu. Kina Moa wote wanasaidia watu, waniangalie mimi, hali yangu nateseka kwa kweli, naumia sana. Namba yako ya simu na jina linalotokea. Namba yangu ya simu 0764 23 95 58 ya Voda. Ya Tigo yes ni 0672 58 69 56. Majina yatatoka Halima Simba. Kweli. Yani hapa silali mchana wala usiku.